asimame na uraia wa nini wa kimpira. Kwa alitakiwa ahamishwe kutoka kwenye chama cha Ghana hadi cha Tanzania. Bado haijaisha. Kuna sheria na kanuni zinatakiwa kufuatwa. Tutaona nani sisi tutasonga mbele. Tutakuja kuona kwamba nini na kushangilia Simba. Nimemaliza. Umeelewa? 64 nimezishuhudia dakika 90 kweli kweli kwa upande wa mnyama Simba Lunya. Na hiyo ndio inapodhamiria kweli kweli ubaya ubwela. Hii ndio ile ambayo mlikuwa mnaitaka. Malizia, hii ni ubaya ubwela season 2. Lakini ubaya ubwela imesha mwaka jana. Huu mwaka huu ni season 2. Umeelewa hii ni season 2 na ndio maana umeona kuna vyuma. Sawa, kwa hiyo Coast leo amekutana na Kiama kwa sababu mwaka jana tulimtangulia goli 2 kama hivi. Akaja akasawazisha. Kwa hiyo leo amekuja na nguvu kubwa kwamba anaweza kuja kupata nini, kuja kupata tena sare hapo. Lakini mwisho wa siku amekutana na kikosi bora chenye benchi la ufundi nini, la ufundi. Tumepata pointi 3 na magoli mangapi? Na magoli 3. Sheria ya mpira, mchezaji yoyote anapokimbia akishapoteza uelekeo lazima na yule kwa tayari kashaanza kufanya nini? Yeye mwenyewe kupoteza uelekeo. Maana amekosa balance akawa anaelekea kuanguka. Yule akafanya nini? Akamkwepa. Si umeelewa? Kwa yule akamkwepa akaanguka mwenyewe. Kwa hiyo sio kwamba kusema ni nani yule ameenda amefanya nini, amemwangusha nani? Amemwangusha yule mchezaji. Sio matokeo haya tu. Yaani tangu dirisha dogo. Yaani tangu tunatoka wapi? Tangu tunatoka Zanzibar. Simba sasa inarudi nyuma, Simba inazidi kuprogress na mbele. Tangu tunatoka Zanzibar. Kwani uwanja uliitwa Guantanamo? Alafu ukawa guest. Uliitwa Guantanamo. Alafu ukageuka kwa guest. Mtu akakimbia na chipi. Mwalimu yote bora lazima ulinde wachezaji wako kuelekea kwenye tough game, kwa sababu mechi inayokuja ndio mechi ya ubingwa, ndio mechi tunaenda kucheza na title contender mwenzetu. Yaani unapozumia title contender maana yake ni Azam, Simba na nani? Na Yanga. Kwa hiyo unapocheza na Yanga, unapocheza na Azam, lazima ulinde wachezaji kuelekea kwenye mechi nini? Mechi inayofuata. Kwa hiyo ametoa wachezaji, ndio umeona akamtoa Chama, akaja kumuingiza Morris Abraham, umeelewa bwana, akaja akamtoa Kabadi, akamuingiza Migo, akamtoa Kanta, akamuingiza nani? Umeelewa bwana, akamuingiza Semfuko. Kwa hiyo akamtoa vile vile Shomari Kapombe, akamuingiza nani? Duchu, ili kulinda energy ya kuelekea kwenye mchezo unaofuata. Yaani no Kagoma no problem. Inaonekana mna kikosi kipana sana. Kikosi ni kipana mno. Sisi hatulalamiki kwamba tuna majeruhi, sisi tuna nini, hapana. Sisi tumesajili wachezaji 30. Kwa hiyo kila mchezaji anapaswa acheze. Kwa hiyo huyu akiwa nje, huyu atacheza, atakupa kitu. Ndio Simba ilivyo. Leo nyinyi mmecheza siku ya Jumapili mnakwenda kucheza dhidi ya Azam. Wale ni Kidevele Kiduka King Kimalaga. Wazalamu wanakuambia Kidevele Kiduka King Kimalaga. Yaani maana yake wachezaji wao wamechoka. Si umeelewa? Ndio maana neno Kidevele Kiduka King Kimalaga. Yaani wameshachoka. Kwa hiyo ndio maana unakuta wanalalamika. Kwa sababu ratiba haimfevi mtu. Ratiba wote sisi tuna vipolo na wote tumepangiwa siku 3 mechi. Kwa hiyo wewe unalalamika nini? Si umeelewa? Mwanamke siku zote huwa zana anatakiwa, kwani mwenye hatari ya kuchubuka ni nani? Si mwanamke. Kwa hiyo mafuta kama kayanunua, basi yeye ndo katangulia nayo. Tunaenda kumpaka, wala sio na wasiwasi. Tunaenda kumpaka nayo mafuta yake. Anayeandaa zana ni mwanamke. Wanaume habebi zana hata siku moja. Mara ya kwanza mlishindwa nini? Mara ya kwanza kikosi cha Simba cha mara ya kwanza na sasa tofauti. Sisi tumefanya maboresho. Dirisha dogo. Umeelewa? Kwani Aura alikuwepo? Ribesa alikuwepo? Loemba alikuwepo? Tule alikuwepo. Sasa nani? Wanatu wako wapi? Hamna kitu bwana. Hamna kitu. Unawaambia nini mashabiki wa Simba Sports Club? Tujitokeze kwa wingi Chamazi, tusigombanie tiketi, tunatakiwa tuje sisi pale. Yaani pale nyumbani kwao kama nyumbani kwetu. Ndio kauli, nyumbani kwao ni nyumbani kwetu. Ndio kauli mbiu ya mechi ya nini? Ya mechi ya tarehe 5. Kwanza ni mtoko wa nini?
wa Pasaka. Twende tukale Pasaka tukawarambishe koni zao. Shukrani sana. Asante sana.